Kuhusiana na mchezo wetu wa kesho wa kombe la shirikisho la CRDB, mchezo wa raundi ya 16 baina ya Simba Sports Club pamoja na Bigman. Mechi itakuwa ni saa 10 kamili katika uwanja wa KMC, na Simba Sports Club tumejiandaa, tumefanya maandalizi tangu tumecheza mchezo wetu wa mwisho tarehe 14 dhidi ya Dodoma Jiji. Tukaingia tena mazoezini kuendelea na programu ya mazoezi kujiandaa na mchezo huu, na programu hii ikiwahusisha wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu za taifa. Kwa hiyo tumekuwa na wiki mbili thabiti za maandalizi kuelekea mchezo huu dhidi ya Bigman, pamoja na kwamba ni timu mpya kwenye masikio yetu, lakini haiondoi uhalisia kwamba ni mechi ngumu. Timu mpaka inafanikiwa kufuzu kufika hatua kama hii, maana yake ndani yake ina ubora usiomithilika. Tunafahamu wote ya kwamba ziko timu kubwa ambazo zimeshaondolewa kwenye michuano hii ya kombe la CRDB. Kwa hiyo ukiona timu iko hapa sasa hivi, maana yake hiyo timu ina ubora wa kufika hapa. Hivyo mechi yetu sisi na wao katika mchezo huo wa kesho hautakuwa mchezo mwepesi, na sisi tunamtazama Bigman kama mpinzani mkubwa, mpinzani mgumu, mpinzani ambaye atakwenda kutupa changamoto kubwa, na tumejiandaa kwa ukubwa huo. Kuelekea katika mchezo huo tutawakosa wachezaji 6 ambao wapo kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Wote tumeona jana wakiwa na kazi kubwa ya kuipigania Tanzania pale Morocco. Kwa hiyo hao tutawakosa, lakini wengine wote waliosalia wako tayari na wako timamu kwa ajili ya kuipigania Simba katika mchezo wa kesho dhidi ya Bigman. Taarifa nyingine ambayo tungependa kupeana asubuhi ya leo ni kuhusiana na safari ya timu yetu kuelekea Misri kwenye mchezo wetu wa kombe la shirikisho hatua ya robo finali. Najua wote mnafahamu ya kwamba Simba ndio timu pekee Afrika Mashariki na Kati hadi kusini mwa jangwa la Sahara ambayo imebakia katika michuano ya Afrika msimu huu. Na kwa ukanda huu wa SADC zimebaki timu 2 tu, na Simba inakuwa ni timu ya 3, kwa maana ya Mamelodi Sundowns pamoja na Stella Boch na Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa ukanda wa SADC tumesalia 3 pekee, lakini kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati hadi kusini mwa jangwa la Sahara amebaki Simba Sports pekee katika michuano ya Afrika. Kwa hiyo ni muhimu na ni vema kila mwana Simba akajinasibu kwa hilo. Tulikuwa wengi, lakini wengi wameishia njiani, amebaki Simba Sports. Na kubaki Simba Sports pekee kwenye michuano hii haiji bahati mbaya, ni kutokana na ubora tuliokuwa nao kwenye upande wa timu yetu. Kikosi chetu kinataraji kusafiri siku ya tarehe 28 alfajiri, kwa maana ya usiku wa Jumatano kuamkia Alhamis. Tutaondoka na shirika la ndege la Egypt kwa maana Egyptian Air, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja takriban masaa 5 kutoka Tanzania mpaka Cairo, na tutatoka Cairo kuelekea katika mji wa Ismailia kuweka kambi yetu hapo, tukisubiri kuelekea Suez Canal katika mji ambao tutachezea mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Kuelekea katika mchezo huo, wachezaji wetu ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, hapa namzungumzia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior ambaye jana alicheza vizuri vibaya mno pale Morocco, lakini vile vile Shomari Kapombe, Baba Esther, pamoja naye Abdulrazak Hamza, Kibu Dennis, pamoja na Yusuf Ali Kagoma. Hawa ambao wako Morocco wenyewe watasafiri moja kwa moja kutoka Morocco kuelekea Misri. Maana yake ni kwamba
tutawakuta Misri wakisubiri kuungana na wenzao. Lakini wachezaji wengine ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa, hapa namzungumzia striker refu kuliko goli Steven Dese Mukwala pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman, ambao wenyewe walikuwa na kibarua nchini Uganda, tayari wameshawasili Tanzania asubuhi ya leo. Moja kwa moja wanaingia kambini na watakuwa sehemu ya msafara kuelekea Misri kwenda kwenye mechi yetu dhidi ya Al Masry. Ndugu zangu waandishi wa habari na wanasimba kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla, tunakwenda kwenye vita kubwa kweli kweli dhidi ya Al Masry. Ni timu ngumu, tunaitambua hivyo, kwa sababu kufika robo finali haijawahi kuwa kazi nyepesi hata kidogo, hasa robo finali ya safari hii ya kombe la shirikisho, ambapo kila timu ni ngumu na kila timu imejipanga vizuri. Nyama tunakwenda kucheza na Al Masry. Hakuna timu ya Kiarabu ama hakuna timu ya Misri ambayo unaweza ukaichukulia poa poa. Ni mpinzani mgumu kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Ni mpinzani bora kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Lakini tuseme tu ya kwamba safari hii tumejiandaa iwe iwavyo. Safari hii tumejipanga iwe jua iwe mvua. Safari hii tunataka kuvuka kutoka robo finali ambayo tumekuwa na mkwamo nayo kwa takriban miaka mitano. Safari hii tunataka kuvuka na kwenda hatua ya nusu finali. Robo finali zote ambazo tulikuwa tukiishia, tulikuwa tunazichukulia kama sehemu ya mafunzo kwetu. Sasa tumeshajifunza vya kutosha, tumeshapata exposure na experience ya kutosha. Ukimuona Kibu Dennis alivyocheza jana dhidi ya wa Morocco pale Morocco, ni dhahiri shahiri ya kwamba tayari exposure na experience ya kucheza kwenye michuano mikubwa tayari imeshamuingia. Ukiangalia confidence aliyokuwa nayo Yusuf Kagoma, licha ya kwamba aliingia kipindi cha pili, lakini ule utulivu wake katikati ya dimba mpaka Amrabat akasanda akafanyiwa mabadiliko, ni ishara tosha kwamba vijana wetu wameshakuwa na exposure na uzoefu wa hali ya juu sana, na ubora wao huo waliokuwa nao ndio unakwenda kutuvusha safari hii kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Lakini kila mwana Simba ni lazima aichukue hii kuanzia sasa, pamoja na mipango na dhamira tuliokuwa nayo ya kuvuka kutoka hatua hii ya robo finali kwenda nusu finali, lakini haitakuwa nyepesi hata kidogo. Tunakwenda kwenye vita kubwa, tunakwenda kwenye mapambano makali, na ndugu zanguni, kutana na timu zote Afrika hii, usikutane na timu za Misri. Timu ya Misri hata kama inashika nafasi ya 12 kwenye ligi yao, bado inasalia kuwa ni timu ngumu, ni timu bora. Ukiangalia kwenye michuano ya CAF hivi sasa, ni Misri pekee ndiyo ambayo imeingiza timu 4 kwenye michuano ya Afrika. Timu 2 zipo kombe la shirikisho, timu 2 ziko ligi ya mabingwa Afrika. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba wana ligi nzuri, wana ligi bora, na ndio maana timu zao zote 4 zimefanikiwa kufuzu na kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo hakuna mwepesi hapo, awe Zamalek, awe Pyramids, awe Al Masry, awe baba yao Al Ahly. Hiyo mechi ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo tunakwenda kucheza na Al Masry tukifahamu ya kwamba tunakwenda kucheza mchezo mgumu usio mithilika, na inawezekana tangu tumeanza hatua ya makundi na hatua ya kufuzu msimu huu, hii ikawa ndiyo mechi yetu ngumu kweli kweli tunakwenda kucheza. Lakini pamoja na ugumu huu, dhamira yetu ambayo tumejiwekea safari hii ni kufuzu kwenda hatua ya robo finali, nusu finali, na insha Allah tutafuzu kulingana na ubora tuliokuwa nao. Ndugu zanguni waandishi wa habari, wana Simba na Watanzania kwa ujumla, kikosi kinaondoka tayari, tumetaja tarehe ya kuondoka, lakini tungependa kuwapa ratiba kabisa pamoja na kuwatangazia viingilio
ili maandalizi ya wanasimba yaanze mapema kuanzia sasa, tutakaporejea kutoka Misri iwe ni kazi ya utekelezaji pekee na sio kazi ya kuanza kupeana ratiba. Kumekuwa na sintofahamu kuhusiana na matumizi ama utumiaji wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Nichukue nafasi hii kuwatoa hofu wanasimba ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umeshafanyiwa inspection, kwa maana ya ukaguzi. Maafisa kutoka CAF walikuja hapa wiki iliyopita, wakaenda wakafanya ukaguzi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Bado majibu hayajatoka, lakini wakati wanafanya ukaguzi, mazungumzo mnayozungumza nao wale ambao wanafanya ukaguzi wanakuambia ama wanasema kwamba kuna improvement kubwa baada ya kufanya ukaguzi mara mwisho na ukaguzi ambao umefanyika hivi sasa. Yaani kuna maboresho makubwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni kusema ya kwamba iko zaidi ya 100% Simba Sports Club kucheza mechi yake ya robo finali dhidi ya Al Masry tarehe 9 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na nyote mnakumbuka msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa alitutoa hofu wa Tanzania ya kwamba Benjamin Mkapa iko tayari, na sisi tuishi humo kwenye kauli ya kiongozi wetu wa nchi ya kwamba Benjamin Mkapa yuko tayari. Na ndio maana sisi tunafanya maandalizi yote kuelekea Benjamin Mkapa, kwa sababu tuna assurance na mmiliki wa uwanja ambaye ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wana Simba, hatuna muda wa kusubiri. Tunafanya maandalizi yetu ya mchezo wetu wa tarehe 9, mchezo wetu wa marudiano kuelekea Benjamin Mkapa. Kuelekea katika mchezo huo, viingilio tunavitangaza kabisa na tiketi zinaanza kuuzwa kabisa kuanzia hivi sasa. Na tunapotangaza viingilio hivi sasa na tiketi hivi sasa, maana yake tunataka watu waanze kununua kuanzia sasa. Mtu asikae akasema ngoja nisubiri matokeo ya kule Misri yatakuwaje. Ya kule Misri matokeo hayapaswi kuathiri kabisa sisi zoezi letu la kuja uwanjani. Matokeo yoyote tutakayoyapata kule Misri dhidi ya Al Masry yawe chachu ya kutufanya tuje wingi katika mechi ya tarehe 9 dhidi ya Al Masry hapa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo viingilio katika mchezo huo, VIPA itakuwa ni shilingi 40,000, VIPB ni shilingi 30,000, VIPC ni shilingi 15,000, machungwa ni shilingi 10,000 na mzunguko ni shilingi 5,000. Tiketi zinaanza kuuzwa kuanzia sasa, maana yake wana Simba tuanze kununua kuanzia sasa. Hii mechi ni mechi ya maana mno kwetu wana Simba, na tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu. Lakini vile vile tunayo